Hello familia yangu ya Den Blessing Creations. Leo ni siku nyingine tena, siku nzuri. Natumai wote tumeuona mwaka salama na tunaendelea vizuri kabisa na majukumu yetu ya kila siku. Leo nitakwenda kuwafundisha namna nzuri kabisa ya kukata na kushona gauni hili la mtoto la off shoulder. Ni rahisi sana, angalia video hii mwanzo mpaka mwisho uanze kujifunza. Hapo kitambaa chetu kama unavyoona tumekikunja mara 4. Hiyo ni 1.5 inchi nimeacha kwa ajili ya zipu. Tutakwenda kuanza vipimo vyetu ambapo tutaanza na vipimo vya bega ambapo ni 11 inchi, ukigawanya kwa 2 utapata 5.5. Tutaongeza nusu inchi ya kushonea. Tutakuwa na 6, utaweka hapo. Tayari nimeweka vipimo vyetu. Kifua nitashuka inchi 6, lakini kwa kuwa ni off shoulder, basi off shoulder yangu mimi nitaitolea 3 juu. Kwa mtoto hakikisha off shoulder isizidi inchi 3. Unaweza ukatoa inchi 2 mpaka inchi 3. Ukitoa inchi 4 basi itakuwa wazi sana. Inchi 3 tu inatosha. Hafu yetu ni inchi 10. Inchi 10 nitaongeza na 1.5. Itakuwa na 11.5. Nitaweka 3 juu kama kawaida. Na nitaweka alama yangu kwenye 11.5 kama ambavyo naonyesha hivyo. Nitaweka pia alama sehemu ya pili na utanyosha mstari. Baada ya hapo utanyosha tena mstari huo wa kifua hapo. Baada ya hapo sasa tutakwenda kwenye vipimo vyetu vya kifua. Kifua chetu ni inchi 24. Tukigawanya kwa 4 utapata inchi 6, utaongeza 1.5 ya kushonea, utakuwa na 7.5. Utagawanya kama hivyo ninavyoonyesha kwenye tepu. Weka 7 yako na nusu hapo. Baada ya hapo tutakuja kwenye vipimo vya tumbo ambapo tumbo letu ni inchi 22. Ukigawanya kwa 4 utapata 5.5, tutaongeza 1.5. Tutakuwa na inchi 7. 5.5 hiyo, tutaongeza na 1.5 basi tutakuwa na inchi 7. Tutaweka inchi 7 hapo. Baada ya hapo tutaunganisha pointi zetu kama kawaida. Nadhani unaona ni rahisi sana kuikata off shoulder, haina kazi na vipimo vyake sio vingi. Usihangaike kuweka dots. Dots sio lazima sana kwenye nguo ya mtoto. Hapa upande wa shingo nitaweka inchi 3.5. Baada ya hapo basi nitaunganisha tena pointi zangu hizo kutoka hapo kwenye kipimo cha kifua mpaka hapo kwenye shingo, basi nitanyosha mstari huo kama hivyo. Baada ya hapo nitakata. Hapo nimetumia lining kwa sababu kitambaa changu hakishiki chaki vizuri. Kitambaa halisi ndio hicho chenyewe unachokiona hapo. Tutakwenda kushona sasa. Utashona hapo, utashona upande wa pili pia. Lakini utachukua kipande cha nyuma pia hicho utashona hapo. Na kipande kingine pia hicho utageuza hivyo vizuri. Tutakwenda kushona hapo ambapo ni sehemu ya kwapa hiyo, kwa hiyo tunashona. Tayari nimeshashona. Baada ya hapo tutakata kidogo kama hivyo. Nadhani naona pande vyote nimeshakatakata tayari. Tageuza tayari kwa kwenda kugongea. Hello wapendwa, karibu Den Blessing Creations. Hapa tutashona, tutapendeza na tutacheka kwa pamoja. Kwa ubunifu zaidi wa mikoba, nguo na kila kitu kizuri, yote utavipata hapa. Huu ndio wakati wa kung'ara. Kwa hiyo kaa karibu tuanzishe safari ya ubunifu na mitindo yenye furaha na msisimko. Na kama kipenzi ndio mara yako ya kwanza kabisa kuingia kwenye channel yangu, tafadhali subscribe, like, comment na share video zangu kwa wengine ili tukue kwa pamoja.
Utashona pia sehemu hizo kama ambavyo naelekeza hapo. Weka kitambaa chako vizuri, shona pia hapo. Lakini shona upande wa pili pia hapo. Tukashone sasa. Tayari nimeshashona kama hivyo unavyoona. Baada ya hapo sasa nitageuza vipande vyangu vyote. Nimegeuza, lakini baada ya kugeuza pia nimekwenda kushonea sehemu hiyo ya juu ambayo ni ya shingo nimeshona, lakini pia nimeshona huku chini. Nimeshona hapo kama unavyoona. Sasa tutakwenda kuviunganisha vipande vyetu vya nyuma ili tuache nafasi ya zipu tayari kwa ajili ya kwenda kufanya vipimo vyetu. Kwa utashona hapo kwa inchi moja. Kumbuka tuacha inchi moja na robo. Ile robo inchi tumegeuzia na inchi moja ndio hiyo kwa ajili ya zipu. Hapa sasa kwenye kwenda kufanya vipimo vyetu, hakikisha unakunja kitambaa chako cha mbele hivyo. Weka alama sehemu ya katikati. Na utakapokwenda kufanya vipimo vyako, hakikisha sehemu ya katikati ya zipu imelingana na sehemu ya mbele hiyo alama na hapo kwenye zipu katikati palingane. Tofauti na hapo ukifanya vinginevyo, zipu itakaa upande, haitokaa katikati. Kwa hakikisha sehemu zinalingana hizo vizuri. Tutafanya vipimo hapo. Tayari nimeshashona kama hivyo unavyoona. Tutakwenda sasa kufumua hapo kwenye zipu. Hiki ni kitambaa ambacho tutakwenda kutengeneza ule mzunguko wangu off shoulder ambapo ni inchi 27, nitaongeza na inchi 2, itakuwa na 29. Ndio hapo. Lakini upana wake nimeweka inchi 9. Utakikunja kama hivyo katikati ambavyo mimi nakunja hivyo. Hii ni lazima sana ili usije ukazidisha vipimo vyako vikapishana kidogo. Hakikisha umekunja katikati na umeweka alama. Kama mimi ninavyofanya hivyo, weka alama yako hapo. Lakini pia chukua kipande chako cha mbele na chenyewe kunja kama hivyo ninavyokunja mimi, weka alama hapo katikati, kata kwa kutumia mkasi kama hivyo. Baada ya hapo chukua kitambaa hicho na ukiweke hapo sehemu uliyokata katikati ya hicho kitambaa na sehemu ya katikati uliyokata ya hiyo blouse, basi hakikisha vinalingana kama hivyo. Hapo ninapokuonesha hapo, hakikisha kwenye hicho kiinchi hapo weka alama hapo. Weka alama kwanza kwa chaki. Baada ya hapo kata sasa. Kata kidogo tuna mkasi. Hii ni lazima sana, itakusaidia vipimo vyako visipishane. Upande huu usizidi sana, ukazidi upande mwingine. Kwa hiyo ni vyema sana ukafanya kama hivyo ninavyokuelekeza. Baada ya hapo shika tena sehemu ya pili hapo. Weka alama kama hivyo. Kata kidogo na mkasi. Baada ya hapo utakuja kwenye vipande vya nyuma pia, fanya hivyo hivyo. Weka hivyo na weka alama yako hapo. Upande wa pili pia utafanya hivyo hivyo. Inakurahisishia sana kwa ajili ya kuja kuunganisha kitambaa chako hicho. Baada ya hapo sasa utakwenda kushona sehemu hizi ambazo nakuelekeza. Utashona kuanzia kwenye hiyo point hapo mpaka hapo. Sehemu ile ya katikati utaacha. Utashona tena kuanzia hapo mpaka hapo kwenye hiyo point hapo ninapoelekeza. Tayari nimeshashona kama ambavyo unaona hivyo. Baada ya hapo utachukua mkasi. Kata kidogo, hakikisha usipitilize, kata kidogo tu sehemu hizo.
ili iwe rahisi kwenye kugeuza huku na kuweza kushonea kwenye blouse yetu. Nadhani unaona, utashona tena hapo. Lakini utashona hapo pia. Utashona na upande huo. Tayari nimeshashona kama hivyo ambavyo unaona. Hapa kuna kitambaa kingine. Hiki kitambaa nakwenda kutengeneza mkanda, ni kama kamkono tu kamkanda ambako nitakwenda kukaweka. Urefu nimeweka inchi 18, lakini upana ni inchi 3. Nitakikunja kama hivyo ninavyokuelekeza hapo na nitakwenda kushona vyote viwili. Tayari nimeshashona. Baada ya hapo nitageuza. Tayari nimeshavigeuza, kwa nitavipiga pasi kama hivyo. Baada ya kupiga pasi sasa nitakwenda kutengeneza marinda madogo madogo kwa vipande vyangu vyote viwili hivyo. Tayari nimeshatengeneza marinda madogo madogo kama ambavyo unayaona hivyo. Tulitoa inchi 3. Kumbuka tulitoa half nanili offshore yetu tulitoa inchi 3, kwa hiyo inchi 3 ndio hiyo. Inchi 3 mara 2 ni inchi 6. Kwa hiyo nitakiwa hicho kimkanda kiwe na inchi 6, ukiongeza inchi 1 ya kushonea itakuwa inchi 7. Baada ya hapo sasa tutakwenda kushonea kwenye nguo yetu kwanza. Utakiweka hivyo, hakikisha umegeuza nguo yako. Usishone upande wa kule mbele, shonea upande wa lining kama hivyo ninavyokuelekeza. Utashona na utashona hapo pia. Tayari nimeshashona. Utachukua upande wa nyuma pia, utaweka hivyo hivyo kama ambavyo nimeweka upande wa mbele, utakwenda kushona pia. Utashona hapo. Lakini pia utashona upande wa pili. Tukashone sasa. Tayari nimekusha shona kama ambavyo unaona hivyo. Sasa hapo tayari tumeshamaliza kuweka hiyo mikono. Kwa hiyo tutachukua kipande chetu hicho ambacho ndo cha mzunguko wetu wa ushoda yetu, utaweka pia kwa upande wa ndani. Hakikisha ile sehemu uliyokata katikati inalingana na sehemu ya katikati ya blouse na utakwenda kushona kama ambavyo nakuelekeza. Tayari nimeshashona hapo. Utashika sasa na upande wa nyuma, kipande cha nyuma cha blouse kile. Utakwenda kushona hapo. Lakini pia utashika na upande wa pili kama hivyo. Utashona hapo hivyo. Tayari nimeshashona. Takatakata basi hapo kidogo. Hakikisha usikate uzi. Tayari. Baada ya hapo utakwenda kugongea. Hakikisha unagongea upande wa lining. Kama hivyo unavyoona nilivyogongea hivyo. Tayari. Sasa tuingie kwenye upande wa sketi yetu. Sketi yetu haina mtindo wowote, ni sketi tu, nimekata kitambaa hapo. Ambapo urefu wake nimeweka ni mita 1, au upana ni mita 1.5 na inchi 4.5. Lakini urefu wake nimeweka inchi 13. Nitakuja kuunga na kitambaa kingine baadaye. Nitaweka alama katikati. Huo mstari nilioweka basi utaona kazi yake baadaye. Baada ya hapo nitakichukua kitambaa changu kama hivyo na nitashika sehemu ya katikati ya blouse yangu nilipoweka alama hapo.
na nitakiweka hivyo. Nitakwenda kutengenezea marinda kufuatisha vipimo vya blouse yangu. Kwa nitaweka marinda mpaka pale blouse yangu ilipoishia. Ina maana nitatumia vipimo vya blouse kutengeneza sketi yangu. Tayari nimesha shona kama hivyo unavyoona. Sasa huo mstari kuna urembo huu hapa ambao nakwenda kuweka hapo. Ni urembo tu, unauzwa dukani, unaweza ukaenda kununua. Ndio nitakwenda kuweka hapo. Tayari nimekwisha kushonea urembo wangu hapo. Kama unavyoona ndio huo nimeushonea kuzunguka sketi yangu yote. Sasa hiki ni kitambaa ambacho nitakwenda kukiunga chini. Kama unavyoona nimepinda pindo dogo sana, lakini itakuwa vizuri zaidi kama unaweza kufanya zigzag, pia sio mbaya, inapendeza zaidi. Lakini hapa pia nimeshona nyuzi mbili za kuvutia marinda. Kutoka hapo niliposhona mpaka hapo nimeacha inchi moja. Upana wa kitambaa changu ni mita 4.5. Mita 4.5. Kutoka hapo niliposhona mpaka hapo kwenye marinda hapo, hiyo ni inchi moja nimeacha. Kwa hiyo utachukua nyuzi hizo, utaacha nyuzi za chini, utachukua za juu, utakavyoamua wewe mwenyewe, uvute nyuzi za juu, uvute za chini, ni wewe mwenyewe. Kote marinda yanavutika tu. Mimi nitachukua nyuzi za chini, nitavuta marinda yangu kama hivyo unavyoona. Nitavuta kitambaa changu chote. Tayari nimemaliza kuvuta marinda yangu kama unavyoona. Na unapovuta marinda hakikisha unatumia stitch zile kubwa kubwa, ndio inakuwa nzuri zaidi kuvuta, maana stitch za marinda usitumie zile ndogo ndogo, zitakutesa sana. Tumia stitch zile kubwa kubwa, ndio nzuri kuvutia marinda. Hapo tayari sasa tutachukua kipande chetu hicho tulichovutia marinda na tutakwenda kushonea. Weka kwa hivyo kama ambavyo nakuelekeza, weka juu, tutakwenda kushona. Tayari nimekwisha shona kama ambavyo unaona. Nguo yangu imependeza. Sasa hapa tutakwenda kuunganisha sketi yetu na tutaacha sehemu ya zipu. Hapo utaacha kama inchi 5 hivi na utashona mpaka chini. Tayari nimekwisha shona kama ambavyo unaona hivyo. Hii ni zipu, tutakwenda kuweka zipu. Utahakikisha hicho kitambaa chako kimelala hivyo kwenye blouse, usije ukajisahau, inatakiwa kilale kwa nyuma. Na utaweka zipu yako kama hivyo ninavyoelekeza. Na utakwenda kushona. Lakini baada ya hapo pia tutapinda sketi yetu. Lakini pia nina mikanda. Hii mikanda yangu nakwenda kuigongea, sijaishonea kwa ndani. Unaweza ukashonea kwa ndani au ukaigongea. Yote ni sawa, ila mimi nimependa niigongee tu. Kwa hiyo nitaweka mkanda wangu kama hivyo, nitashona hapo. Baada ya hapo nitageuza, nitagongea hapo juu. Tukashone sasa. Tayari nimekwisha shona, zipu yangu ndio hiyo nimekwisha weka. Nipende kukushukuru sana mtazamaji wangu, mpendwa wangu, rafiki yangu, kipenzi changu kwa kuchukua muda wako kuangalia video yangu. Natumai video hii itakuwa imekusaidia kwa namna moja ama nyingine. Wiki iliyopita sikuweza kufanikiwa kuweka video, mtanisamee jamani, kidogo nilikuwa na ubize kidogo, kwa hiyo sikufanikiwa kuweka video. Nashukuru sana kwa kuangalia video